Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ninakusalimu kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe. Sasa katika ndoto, ukaota ndoto ukaona kuwa umemuota ndugu aliyekufa. Ndugu aliyekufa pengine ni upande wa baba yako au upande wa mama yako, na unamuona ndugu ambaye amekwisha kufa. Pengine miaka 5, pengine miaka 10, pengine mwaka jana, mwaka juzi. Na unamuona amekufa, lakini kwenye ndoto unamuona. Sasa ishara ya kumuota mtu aliyekufa, jambo la kwanza unaotakiwa ulielewe, Mungu huwa atumii roho chafu kuongea na watoto wake. Atumii roho chafu kuongea na watumishi wake, watakatifu wake walioko duniani. Atumii hizo roho. Kwa hiyo kiroho, ukiota ndoto ukimuona mtu ambaye amekufa na ni ndugu wa familia ambaye amekwisha fariki. Sasa kiroho, ishara namna hiyo moja kwa moja ni roho za mizimu. Moja kwa moja ni roho za mizimu. Maanake roho za mizimu zinakuwa zimekutokea. Hasa itategemea katika hiyo ndoto ukaona unafanya nini na huyo marehemu. Pengine ukaona tu amekutokea alafu amepotea. Au mwingine ndo unaona anakupa maelekezo au unaongea naye katika ndoto, au ukakuta umeongea naye alafu ukaamka ukajua tu wazi kwamba nimeongea na mtu ambaye amekufa, ila ulipoamka haukujua ameongea na wewe nini. Sasa katika ndoto ukiota ishara ya namna hiyo, ukiona umeongea na mtu aliyekufa, moja kwa moja alikuwa anakupa maagizo, moja kwa moja alikuwa anakupa maelekezo. Kuna kitu unatakiwa ufanye kwa ajili ya familia, kuna kitu unatakiwa ukifanye kwa ajili ya ndugu, kuna kitu unatakiwa ukifanye kwa ajili ya maisha yako. Lakini kwa sababu wewe umekosa nguvu za ndani, kwa sababu wewe umekosa nguvu za rohoni, ndio hapo sasa inapelekea kwamba unaona ni hali ya kawaida. Unaona ni hali tu kwamba ni hali tu ya kawaida, lakini kiroho ukimwona mtu aliyekufa anazungumza na wewe, manake kuna kitu anataka ukifanye. Kuna jambo anataka ulifanye. Alafu jambo lingine pia, ukiona mtu aliyekufa ana nguvu ya kuingia ndani yako na kufanya vitu hapa duniani, hilo jambo linawezekana pia. Kama una nguvu za kiroho, alafu bibi alikuwa mchawi, ndio maana unakuta ile roho ya bibi inaingia ndani yako na inafanya kazi ndani ya mjukuu. Kwa sababu gani? Bibi hana uhalali wa kuishi duniani. Kwa anachokifanya, anatumia mwili wa mjukuu wake kumtumikisha na kumwendesha. Na ndio maana leo makanisani unakuta mtu anapoombewa, anapokemewa mapepo, unamuuliza wewe ni nani? Anakuambia mimi ni babu yake, mimi ni bibi yake, mimi ni mjomba wake. Kwa nini mpo humu? Anaanza kuongea. Kwa sababu gani? Yeye hana uhalali wa kuishi duniani kwa sababu hana mwili. Kwa atatumia mwili wa mtu ili kumtaabisha mtu, atatumia mwili wa mtu ili kumfunga mtu, atatumia mwili wa mtu ili kumtesa mtu. Kwa hiyo katika ishara za kinabii, pale ambapo unakuwa unaona katika ndoto zako unaongea na mtu ambaye amekufa, elewa kabisa kuna mafungamano ya roho za kimizimu. Kwa hiyo ishara za namna hiyo hauhitaji kuzipuuza. Au ukakuta kwenye ndoto mtu anakupa maelekezo, hii miti mizizi yake ni dawa, hii miti mizizi yake ni tiba. Unaona ni babu anakuelekeza, manake hapo moja kwa moja unaonyesha wazi kwamba wewe inatakiwa ubebe mikoba ya uganga. Kama baba yako au babu yako alikuwa ni mwaguzi, manake moja kwa moja unabeba ile roho ya uaguzi, unaanza kuagua ndani yako. Utaanza kujiona unatafuta kilinge chako, unaanza kujiita wewe ni mganga, kwa sababu kuna roho za mababu zimekupromete, zimekuchagua, zimekuwekea katika pendekezo. Kwa hiyo ukiona ishara za namna hiyo, manake ni roho za mizimu zinakwambia wazi kwamba ndani yako kuna roho za uganga, na unahitaji usimame katika maombi kuzikataa, kuzipinga, kujiweka mbali nayo maagano, kwa sababu maandiko yananena wazi kwamba hakuna mapatano kati ya watu walio hai na watu waliokufa. Kwa katika ishara za kinabii, pale ambapo unaona ishara za namna hiyo, usione ni hali ya kawaida. Simama katika maombi, vunja, haribu, tengua maagano yote ya mizimu, tengua maagano yote mabaya, na Mungu atakusaidia, kwa sababu kile ambacho unakitamka ndicho ambacho kinatokea katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho ukaona ishara ya namna hiyo, jitenge nayo, vunja, haribu, angamiza. Lakini ishara ya namna hiyo pia manake unahitaji msaada wa kiroho zaidi,
naweza ukaja kanisani. Tunapatikana Mbezi Malamba Mawili. Ukifika hapa Malamba Mawili ukiulizia tu madhabahu ya ukombozi utaletwa mpaka kanisani. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo au ishara za namna hiyo zinapokutokea, basi usichukulie kwamba ni hali ya kawaida. Maanake ni shambulizi la kiroho, ni shambulizi la roho za mizimu kutokea upande wa baba yako, upande wa mama yako, na unaonyesha wazi kwamba unahitaji usimame katika maombi ili Mungu aweze kukuvusha, ili Mungu aweze kukusaidia. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyokuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ukihitaji msaada wa kiroho zaidi, namba zetu za WhatsApp ziko hapo, lakini usiache kulike pamoja na kusubscribe ili kupata mafundisho mbalimbali yanayotoka katika chaneli yetu hii. Ninakutakia wakati mwema. Shalom, shalom, Maranatha. Asante sana.